Kila utakachokigusa mwaka huu basi kitastawi, na kila utakachokifanya kwenye huu mwaka basi kitafanikiwa. Kwa kutumia spell hii rahisi ya kufanya mwanzo wa mwaka, basi mambo yako yatakwenda kuwa mazuri, mambo yako yatakwenda kufunguka, utakuwa na mwaka ambao wenye mafanikio. Hello, habari, karibuni tena katika channel yetu. Na kama wewe ni mgeni kwenye channel hii, tafadhali usipite bila kubonyeza neno subscribe ili wa kwanza kuona kila tutakapokuwa tunaposti somo jipya. Kwenye kwenda kufanya spell hii yenye mwanzo mzuri wa mwaka, yenye kufungua milango ya mafanikio, opportunities na vitu vingine vizuri kwenye maisha yako, hivi ndivyo vitu ambavyo utatakiwa kuwa navyo kwenda kufanya spell hii. Kwanza kabisa utahitajika kuwa na chumvi kidogo, na chumvi hii ninasisitiza inatakiwa lazima iwe chumvi ya mawe. Hakikisha unatafuta chumvi ya mawe. Hitaji la pili, utatakiwa kuwa na sukari, ila kama hauna sukari unaweza ukawa na asali, vyote ni sawa kabisa. Sukari inavuta mafanikio, inavuta vitu vizuri, inavuta neema kwa sababu ya ule sweetness wake. Hitaji la tatu, utatakiwa kuwa na majani ya mchaichai au mdalasini. Ukikosa mchaichai, hata ukiwa na mdalasini pia ni sawa. Hii ni kwa ajili ya kuongeza vibration kwenye hii spell yako. Pia hitaji lingine, utahitajika kuwa na karatasi ndogo na kalamu. Karatasi ndogo tu na kalamu yenye wino wa rangi yoyote ile ni sawa. Na hitaji lako la mwisho, utahitajika kuwa na kikombe. Na kikombe hiki hakikisha kiwe ni kikombe ambacho kinakuwa kipo na maji safi. Yaani kwenye kile kikombe unaweka maji. Na hivyo ndio vifaa utakavyotakiwa kuwa navyo kwa siku ya leo kwenye kwenda kufanya spell yetu hii ya mwanzo wa mwaka, kuvuta mafanikio, kuondoa vitu vibaya na kuvuta vitu vizuri kwenye maisha yako, nafasi mpya, watu wapya ambao watakuja kukusaidia kwenye maisha yako, vitu vipya, kuvuta mafanikio na neema kwenye maisha yako. Na hizi ndio hatua ambazo utahitajika kufuata kwenye kwenda kufanya spell hii. Kwanza kabisa unatakiwa utengeneze mazingira tulivu. Hakikisha unakaa sehemu iliyotulia ambayo pametulia, hapana makelele wala hakuna watu watakao kukatisha wala kufanya ukapata bugdha wakati wa kufanya spell hii. Lakini pia kwenye eneo lako unatakiwa uwe umewasha mshumaa wenye rangi nyeupe. Ingawa sio lazima, lakini ni muhimu. Kama unaweza kuupata huo mshumaa, basi unaweza ukauwasha. Inakuwa haiathiri kitu chochote, ila inakuwa inaongeza zaidi spell yako kufanya kazi kwa haraka. Baada ya hapo, hatua nyingine inayofuata ni kuchukua ile karatasi yako ndogo niliyokuambia ya rangi nyeupe, kisha utaanza kuandika kwenye kile kikaratasi. Unaandika jina lako, kisha utaandika kwamba ninapokea neema, ninapokea pesa, ninapokea fursa, ninapokea utulivu kwenye mwaka huu. Ninafungua milango ya mafanikio bila hofu, bila wasiwasi wowote. Kisha utaandika kwenye ile karatasi hayo maneno machache. Unaanza kwa jina lako kisha unaandika hayo maneno. Utakapokuwa umemaliza kuandika hayo maneno, au unaweza usiandike hayo, ukaandika pia kulingana na wewe mwenyewe unavyotaka. Mimi nimekupa tu mfano, ila unaweza ukaandika jinsi wewe mwenyewe ndio unajua maisha yako unahitaji kitu gani, basi unaweza ukaandika kwenye hiyo karatasi. Kisha baada ya hapo utachukua kile kikombe cha maji nilichokuambia, uwe una kikombe au glasi yenye maji. Kisha utakapochukua kile kikombe chako, basi utachukua ile chumvi kidogo, basi utatia kwenye yale maji. Chumvi ni kwa ajili ya kuondoa blockages, yani kuondoa vifungo, kuondoa vitu vibaya, yani ni cleanse, tunasema kusafisha. Utatia chumvi kidogo kwenye kile kikombe, pia utaongeza sukari au asali. Hii ni kwa ajili ya kuvuta mafanikio. Na mwisho kabisa pia utaongeza ile mchaichai wako au mdalasini. Nimesema kama ukikosa majani ya mchaichai, basi weka mdalasini, vyote vinafanya kazi sawa ya kuharakisha manifestation. Baada ya hapo, koroga taratibu ule mchanganyiko wako uliochanganya kwenye kile kikombe, na utakuwa unachanganya huku ukiwa unanuia. Na unanuia kwa kusema ninaondoa vizuizi, ninavuta neema, ninavuta baraka, ninavuta mafanikio, ninafungua njia mpya kwenye huu mwaka, niende nikafanikiwe kwenye kila nitakachokifanya. Basi baada ya hapo utachukua na kile kikaratasi ambacho umeandika yale mambo yako mwenyewe unayotaka, pia utaweka mule ndani ya ile glasi ya maji. Vyote kwa pamoja.
Kisha baada ya hapo utakapokuwa umeweka pamoja na ile karatasi, basi unasema moyo wangu unakubaliana na kile ninachokitamani. Nia yangu ni safi na njia yangu ipo wazi. Basi baada ya hapo utachukua kuchukua yale maji na kumwaga kwenye mikono yako kama vile unanawia mikono yale maji. Hii spell sio kwa ajili ya kunywa. Haya maji ni kwa ajili ya kunawa mikono yako kwa alama ya kujisafisha, ku-cleanse, kufungua njia, kufungua milango. Mikono yako hiyo yenye kushika pesa, kushika vitu vyenye mafanikio. Yani unafungua milango, unafungua njia kwa ajili ya mafanikio kwenye maisha yako. Kwa hiyo utanawa mikono yako huku ukiwa unanuia kuanza fungua njia mpya, kuanza mwanzo mpya, kuwa na mafanikio kwenye huu mwaka ulioanza. Basi utanawa huku ukiendelea kuongea mambo yako unayohitaji. Kila unachogusa mwaka huu kistawi, kila unachofanya kifanikiwe, unanuia huku ukiwa unanawa mikono yako yale maji. Na hapo utakuwa umeweka mbegu universe ili iweze kufanya kazi yake kwenye hii spell yako ambayo umeifanya. Lakini pia napenda kushauri kwamba spell hii ni vizuri kufanya siku ya Jumapili au Jumatatu. Hizo ni siku mbili ambazo ni bora kufanya spell hii. Siku nyingine ndio unaweza kufanya, lakini ikiwa Jumamosi, ikiwa Jumapili au Jumatatu, basi inakuwa ni vizuri zaidi. Na pia ni vizuri kuifanya asubuhi au jioni wakati wa utulivu. Yani asubuhi sana au jioni, tuseme ni usiku sasa kukiwa kumetulia, ni vizuri kuifanya hii spell. Asanteni sana kwa kunisikiliza, lakini pia napenda kusisitiza kama wewe ni mgeni kwenye channel hii, tafadhali usipite bila kubonyeza neno subscribe ili uanze kuona kila tutakapokuwa tunaposti somo jipya.